what he legally took. Familia moja kutoka kijiji cha Mawangi, wadi ya Matulo kwenye eneo bunge la Webuye Magharibi inadai haki kwa serikali kufuatia mauaji tata ya binti yao Jane Atila aliyekuwa mwanafunzi wa mwaka wa 3 katika chuo kikuu cha Nairobi. Akizungumza na wanahabari, mamake marehemu Lucy Mwangale anaeleza kuwa mtu aliyemuua mwanawe alitaka shilingi 2500 kabla ya kumwachilia huru Jane, ila walifanikiwa kutuma shilingi 1000 pekee, hali iliyosababisha kuuawa kwake. Vile mzee aliasha simu, huyo mtu pia alitumia na hiyo simu ya Jane kupiga simu, na mzee yangu akashika. Bila alishika hiyo simu, huyo mtu akakataa kuongea na mzee. Bila alisikia sauti ya mzee hakuongea tena. Kutokea hapo mawasiliano na mtoto wangu sikusikia tena, ikakuwa ni mteja mpaka wa saa hizi, na ameuawa kinyama tu sana. Yani hata na mtoto wangu alikuwa 40 December alikuwa la graduate, ni mwalimu wa secondary high school, na alikuwa ameniaidia kwamba atanitengea nyumba. Ameniachia hapa mtoto wake. Mimi sina nyumba na mbele, na usanga tu ndizi na mtoto kwa mgongo, ndio hata wapata hata kukula kwa siku shuleni, wako wawili huko. Nataka serikali ijaribu kuchunguza na kuona vifo vya watoto vimesiti ni kwa nini. Ni ukosefu wa nini katika kila wakati ni vyo vikuu mtoto amekufa. Vyo tunaposema saa hii utasikia kesho. Tunataka haki ya huyu mtoto ipatikane.